Madhumuni makubwa ya kukutana kwetu ni kuadhimisha siku ya wauguzi duniani. Ni katika maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani ambayo hufanyika tarehe 12 mwezi Mei kila mwaka, ambapo katika wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza yameadhimishwa tarehe 17 mwezi Mei katika eneo la Sumve, tukio liloambatana na pongezi kwa wauguzi watatu kutoka hospitali ya Sumve waliofanya kazi yao kwa jitihada kubwa na weledi katika kuwahudumia wakazi wa eneo hilo. Tukio hilo limehudhuriwa na wageni mbalimbali kutoka maeneo tofauti, akiwemo ndugu Albert Cuthbert maarufu kama Kada Mtiifu, ambaye ni mjumbe wa kamati ya ushindi ya CCM katika mkoa wa Mwanza. Amewataka wauguzi kuenzi maisha ya alikuwa mwanzilishi wa huduma za uuguzi duniani Bi Florence Natmea kwa kufanya kazi yao kwa moyo na kujituma. Nilipopata mwaliko huu nilifurahi sana, lakini majukumu yalikuwa ni mengi. Asubuhi tu nilikuwa mgeni rasmi chuo cha mipango, na ilipofika saa 5 ilibidi niende Malia kwa ajili ya kuangalia maandalizi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Imefika jioni kabisa nikasema lazima nifike nyumbani pamoja na majukumu mengi. Kwa hiyo nimepambana mpaka kufika hapa ingawa nimechelewa. Kwa hiyo niwatake radhi sana, lakini yote ni majukumu. Niseme neno moja kwa wauguzi. Huyu mama aliyesemwa kwenye risala, nendeni mkamsome vizuri, muyaishi maisha yake. Huyu mama alizaliwa Italia 1920 kama sikosei, lakini alifariki Uingereza kwenye nyumba yake. Cha kwanza mjifunze, mnapofanya kazi mjifunze kusave ili muwe na makazi yenu kama huyu mama ambavyo alifariki akiwa kwenye makazi yake. Lakini cha pili, huyu mama ndiye aliyebadilisha kutoka kwenye uuguzi wa asili kuja kwenye uuguzi wa kisasa duniani. Na ndiye mama aliyefanya leo mnaitwa wauguzi wa kisasa. Kwa nendeni mkayaishi maisha ya Bi Florence. Huo ndio ujumbe wangu kwenu. Na hapa tunapata historia kidogo ya chimbuko la wauguzi na utamaduni wa mishumaa wakati wa maandamano. Kwanza nataka nizungumze kwa nini wauguzi wanabeba taa siku ya maandamano. Uturuki kulikuwa na vita ya kimileo mwaka 1854. Wanajeshi wengi sana walikuwa wanadhurika kwenye vita, lakini wanaenda kuwekwa sehemu bila kupata huduma za kitabibu. Wanajeshi hawa walikuwa na kufa na kitu kinachoitwa sepsis, maana walikuwa wanakaa kwenye uchafu mwingi. Nimependa sana, wageni wengi wamefafanua vizuri sana maisha ya Nightingale. Lakini mama huyu Florence Nightingale alipofika kule ilimuuma sana alipokuta wanakufa kwa kuwekwa kwenye mazingira machafu. Aliamua yeye na wasaidizi wake 38 kufanya usafi na kuwasafisha wale wanajeshi wote. Lakini ilipokuwa ikifika usiku, alikuwa anaenda kuwaona hawa wagonjwa akiwa amebeba taa. Ndio maana akaitwa mama wa taa. Na ndio maana wauguzi wanabeba taa wakati wa maandamano. Tupige makofi tafadhali.